السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na mtiririko wa kukumbushana umuhimu wa kuyajua majina ya Allah na kuzifahamu sifa zake, ili tusaidie kukuza imani yetu, tuweze kuishi kwa majina yale ya Allah yenye sifa zile zake ambazo ulimwengu wote unadhihirisha sifa hizo, na ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alionekana kutangaza sifa hizo kwa Qur'ani kwa miaka 13 akiwa yuko Maka. Jana tulikumbushana kwamba maarifa yoyote yatakayokuwa hayakumpelekea mtu kumjua Allah, basi maarifa hayo yanakuwa ni bure kabisa. Maana yake ni kwamba hakuna elimu yoyote itakayokuwa juu ya elimu manake itakayoshinda elimu ya kumjua Allah. Kama kutakuwa kuna elimu yoyote imempandisha mtu daraja lakini hakumjua Allah kwa elimu hiyo, hii elimu kwake ni bure na ina matatizo, kwa sababu itamfanya awe na kibri, ajione yeye ndio kila kitu, na itamfanya awe mchoyo, itafanya hajui kuwa nani aliye na elimu zaidi alimfanya yeye akajua hivyo. Kwa hiyo hilo tulilipitia na tukasema kwamba maswahaba walilitambua hilo na imani zao zikawa kubwa sana mpaka wakaweza kufungua ulimwengu. Na tukapitia aya ya Suratun Nur ya 55 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi waumini, akawaambia amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na kufanya mema atawafanya wasimamizi kama alivyowafanya wasimamizi waliokuwa kabla yao, na atawamakinisha dini yao iwe na utulivu, iendeshe vizuri, dini ambayo Allah ameiridhia, na atawabadilishia baada ya matatizo na mwoga waliokuwa nao wawe hawana uoga tena, wana imani, wana amani, wanamwabudu Allah bila ya kumshirikisha. Alafu ikawa aya ile ikaashiria baada ya amani hiyo watakaokufuru baada ya hapo, hao ni waasi sana. Basi akasisitiza Allah akasema, watu hao watakaopewa rehema hizo wakawa wamedumisha swala, wakatoa zaka, wakawa wamemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao watapata rehema. Ahadi hii kwa maswahaba ilitimu. Tulizungumza hilo kwa maswahaba, ahadi hii aliyoahidi Allah ilitimia, kwa sababu walimjua Allah kisawasawa, wakadumisha swala, wakatoa zaka, wakamtii Mtume, wakapata rehema ya Allah hiyo. Tukaulizana maswali, je, sisi leo tuko kwenye ahadi ile? Tukijiangalia kama nchi nzima au dola ama dunia, hatuko hivyo. Labda mtu mmoja mmoja kiutiifu wake, basi Mungu akampa rehema yeye peke yake. Kwa nini? Inaonyesha basi hatuna imani sawasawa, hatutendi mema vizuri, hatudumishi swala ipasavyo wala kutoa zaka ipasavyo. Kwa hiyo ile ahadi imeondoka, na hilo tukalipitia katika Surat Maryam. Tukasema Allah alipowazungumza waja wema huko nyuma, akawataja mtiririko wa waja wema, akawataja waja wema wale ambao Allah amewaneemesha katika kizazi cha Nabii Adam na mpaka kizazi cha Nabii Nuhu ambao amewabeba katika safina, na katika kizazi cha Ibrahim na katika kizazi cha Nabii Yaqub, na wale ambao Mungu ndo amewaongoza hawa na akawachagua. Baada ya hapo Allah akasema kikaja kizazi kibaya, kimeacha yote yale, kimeacha swala sawasawa,
kimefuata matamanio ya dunia. Ukiangalia dunia tulionayo imekaa hivyo. Allah alisema fasaufa yalqauna ghayya, watu watakaokuwa wamefuata hayo, wameacha, kimekuwa kizazi kibaya, kimeacha ule mtindo wa watu waliotangulia. Allah alisema fasaufa yalqauna ghayya, hao watakuja kupatana na shida kubwa, matatizo makubwa, upotevu mkubwa. Na wafasiri wengine wakasema na hiyo ghayya ni bonde katika Jahannam. Baada ya matatizo makubwa katika dunia yatakayowatokea, kupotea kukubwa sana, alafu bonde la Jahannam watakutana nalo. Lakini Allah kwa rehema zake anasema illa man taba, ila wale ambao watatubu. Maanake ile rehema ya Allah iko vile vile, wakifuata wanakuwa wazuri, wakiacha kuna ubaya, wakitubu Mungu anawarudishia. Hiyo ndio rehema ya Allah, ametuumba tumtumikie, si ndio ndugu zangu? Ndivyo sivyo? Aya inathibitisha hivyo, inasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi neema zilizoko kwa watu mpaka wabadilishi ndani ya nafsi zao kukufuru neema. Wakikufuru neema, anaondoa neema. Sasa zirudi vipi? Watubu. Wakitubu watarudisha neema. Illa man taba, ila wale watakaotubu, wa amana wa amila salihan, na wakaamini na wakafanya mema, fa ulaika yadkhuluna aljannata, hao wataingizwa peponi, wala yudhlamuna shay'a, wala hawatadhulumiwa chochote. Yani walikosea, Mungu akawaandikia ovyo ovyo, wakitubu wanawarudishia kila kitu, wakienda peponi wanaingizwa kila kitu, wamesamehewa. Ndugu zangu, hayo yalikuwa ni ya jana, tulimalizia kipande kidogo kilichokuwa kimebaki. Leo tunakumbushana hivi katika kuyaendea haya, huu ulimwengu tulionao wenyewe unaongea kuonyesha Allah yupo, kuna muumba, tena unaongea kuonyesha muumba huyo yuko peke yake, msimamizi ni peke yake. Ulimwengu unaongea hivyo. Allah kwenye Qur'ani, ambayo anataka tuizingatie, alisema maneno hayo, a'udhu billahi minash shaitani rajim, lau kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Lau kama kwenye huu ulimwengu uliopo, ni dunia na mbingu yake na ardhi yake, kungekuwa kuna anayestahili kutumikiwa zaidi ya mmoja Allah, hivi vitu vingeharibika, visingekaa kwenye nidhamu hivi. Kama yuko kweli anayestahili kutumikiwa zaidi ya mmoja, aseme nitumikieni mimi, na mwingine aseme na mimi nitumikie mimi, na mwingine aseme mimi, vingeharibika, visingekuwa na mpangilio. Yani kama angekuwa yupo mmoja zaidi ya mmoja wa kuabudiwa, manake muumba, sio muumba, msimamizi akawa ni zaidi ya mmoja, si ndio? Atasema nitumikieni mimi, mimi ndiye niliyeumba, si ndio? Na mwingine aseme na mimi pia, na mimi, vingeharibika, mbingu na ardhi zisingetulia hivi. Huo ni ushahidi tosha wa Qur'an unabainia. Yani maana yake nchi moja inaweza ikatawaliwa na watawala wawili wenye pawa namna moja? Inawezekana? Pawa zao sawa sawa, alafu wote wawili wanatawala, wanatoa amri. Inawezekana? Itakuwaje bwana? Mmoja angesema nafanya hivi, na mwingine angesema sasa hivi mimi. Haiwezekani siku zote wewe. Tungeona siku moja jua limewaka mara limezimika, mara linawaka mara linazimika, mara tungemwona mtu amekufa alafu ameamka tena, mara amekufa ameamka tena. Maana Mungu mmoja angesema bwana, huyu bado mdogo mno, unamtoa roho mapema, anamrudisha. Mwingine angesema hapana, mimi nimetaka aondoke, angekufa tena, vingeharibika. Kwa hiyo ulimwengu unatamka, unaongea kabisa kwamba yuko Allah, tena ndiye muumba na yuko peke yake, na ulimwengu unaonyesha ukamilifu wa matendo yake, na unaonyesha kuna rehema ndani yake.
huruma zipo kwa waja wake na unaonyesha hikma zake kwa viumbe wake. Huu ulimwengu unatamka hivi, unataka utulie tu mtu kuangalia na ndio Qur'ani inatuongoza kuangalia kwa hivyo tu, mpaka Allah akatuambia wa fi anfusikum afala tubsirun, hivi hamjiangalii nafsi zenu mlivyo? Huu utulivu uliomo kwenye nafsi zenu zilivyoumbwa kwa mpangilio mzuri, hamjitizami? Mungu anataka tuangalie tuone umo mpangilio mzuri, umetulia, hauna wala wewe uingilii. Husemi wewe ndio mimi nafanya, husemi wewe kwamba nafanya hivi ili kutulia. Kuna vitu vinafanya kazi vyenyewe kwa utulivu. Hamjiangalii kwamba yuko msimamizi? Allahu akbar walillahi alhamd. Hivyo basi ukiona rehma katika ulimwengu, basi moja kwa moja utajua anna Allaha rahim. Ndivyo sivyo? Jina la Allah hapo linakuwa limepatikana, halipatikana? Raaita arrahma bas fa inna Allaha rahim. Umeona kuna rehma bwana, basi yuko rahim. Ni jina lake, sio jina lake? Jina lake. Ukiona kuna hikma, basi unaona fa inna Allaha hakim, yupo, ni jina lake. Hikma hii inaonekana hapa, yuko hakim, ndio jina lake hilo analitangaza. Ukiona nguvu, kuna quwwa, fa inna Allaha qawi, ameshalitangaza al-qawi al-matin, sawa sawa, imara kabisa. Ziko nguvu utaziona wewe. Nguvu zipi? Upepo ule ukuja leo, upepo uliwavunja vunja watu wakubwa kweli. Kaumu Adi, Mungu alivyowaumba wana miili mikubwa na wakapiwa vitu ambavyo haviwashindi. Maanake kama Mungu angewaumba labda ni wakubwa, halafu na tembo wao wakawa na wakubwa, wangejiona mbona kuna balance fulani, si ndio? Lakini wao wakawa ni wakubwa sana, vitu vikawa kidogo viko chini chini, wakaona hakuna kinachowashinda. Tembo kwao walikuwa anapigwa ngumi tu akafulia mbali. Kumshika ng'ombe na kumchinja na kumla watu wawili watatu, kazi ndogo, kumshika mara moja. Mpaka wakaona kitu gani kinawashinda? Hakuna katika ulimwengu, hakuna kinachowashinda wao. Nyumba walikuwa wakijenga milima kwa kugonga gonga tu, tengeneza wanavyotaka. Sijui jamaa walikuwaje, sijui kijiti cha kuchokolea meno kwao kilikuwa ni cha aina gani, hata sielewi. Wanakata tawi la mti tu hivi walikuwa wakubwa mpaka wakawa wanaona hakuna kinachowashinda, wakafanya kibri kweli. Nabii wao anazungumza nao wasikii. Angalia, Mungu anasema fandhur kaifa kana aqibatul mukadhibin fasiru fil ardi, tembea katika ardhi. Qur'ani inataka mazingatio, inataka tuzingatie. Fandhur, fasiru fil ardi, tembea katika ardhi, tembeeni. Fandhuru kaifa kana aqibatul mukadhibin, ulikuwaje mwisho wa wale waliokadhibisha mitume? Waliangamizwa kwa upepo, nguvu ya upepo. Watu wametoka na shughuli zao, ukapiga upepo, mtu aliposimama hawezi kwenda popote, na ukubwa wote ule anarudishwa nyuma mpaka anafika pale anajigusisha kwenye ukuta wa mlima, haondoki hapo, amegandishwa. Ulipiga kwa muda gani? Wa 8 ayamin thalathata, ilikuwa nini? 7 layalin wa 8 ayamin. Yani umepiga mfululizo, hakuna kupumzika. Hiyo ni nguvu, sio nguvu? Nguvu ya ajabu, hakuna mapumziko. Wakaganda kisha wakaanguka kama mitende tu. Kwa hiyo idha raaita alquwa ta'lamu anna Allaha qawi, ukiona nguvu katika dunia ya viumbe vya Allah unajua Allah ni mwenye nguvu, aletia nguvu hizi. Ndio hivyo ulimwengu unatamka hivyo. Ukiona utajiri, raaita alghina, utajiri, ta'lamu anna Allah ghaniyun. Alghani jina lake, unajua yuko ghani, tajiri kweli kweli. Amekutajirisha wewe, basi yuko tajiri kweli kweli, hamuhitaji yoyote wala havihitaji vitu ulivyo navyo. Sasa ndugu zangu,
kama tukifanya utafiti huo, utulivu huo kwenye ulimwengu, tukaona kila kitu kinadhihirisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, hiyo inasaidia kukuza imani zetu. Tukitulia tukayaangalia yale majina, na ndio maana Mtume akayatangaza, tukayaangalia majina ya Allah, sifa zake, hizi sifa zinazoonekana zinatamkwa na ulimwengu zinasaidia kukuza imani yetu, mpaka pale akituambia Allah ana majina mazuri, muombeeni kwa hayo, unaona hasa kweli lipo jina la Allah hili hapa, linaonekana hapa hili, namuomba Allah kwa jina hili hili, na shida mimi ni dhaifu, yuko mwenye nguvu kawi, ya Rabbi nakuomba wewe uliye na nguvu hizi ninazoziona, nitie nguvu kwenye hili. Ya Rabbi mimi ni dhaifu, ni fakiri, wewe una kila kitu wala ukihitaji, nipe, nisaidie kwenye hili. Una haja ya kumuua mwenzio, yuko kumtegemea na kusema naye. Ikaa vizuri. Tukiziona sifa zinatuongezea hivyo. Sasa tukishamjua Allah yuko namna hiyo, manake tumemjua muamrishaji. Sasa zikija amri inakuwa rahisi kutekelezeka, ndivyo sivyo? Anapotoa amri mwenye nguvu, si tayari umeshazijua nguvu zake, zinatekelezeka. Sasa bwana ana nguvu. Anapotoa amri mwenye rehma na hikma, huyo anatupenda, huyu kwa hikma zake tunaitikia amri hii, tunampenda na sisi, si ndio hivyo? Wadud manake nini? Mwenye kuwapenda waja wake kweli kweli, alwadud jina lake hilo. Kwa hiyo ikija amri sasa, baada ya kuiangalia dunia au ulimwengu umejaa majina yake, sifa zake zinafanya kazi, zinaonekana, amri ikija inatekelezeka, inakuwa rahisi. Lakini kama uliziangalia amri hujamjua anayeamrisha, huogopi. Naeleweka? Mnakumbuka mfano niliopiga? Huogopi, lakini ushajua aliyetoa amri ana nguvu kiasi hiki, natekeleza. Umeshajua aliyetoa amri anatupenda kiasi hiki, na wewe utampenda, utatekeleza, utamheshimu, si ndio hivyo? Inakuwa sasa ikija aya, kwa mfano unaziangalia aya inataka tuzingatie, Mungu ametaka tuzingatie, na hilo tumeshalipitia sawa sawa, tusizisome kupata thawabu. Sasa kama kuna kuzingatia, ikija aya inaamrisha, manake aya hiyo inakwambia wewe tekeleza amri. Si umeshamjua aliyetoa amri ana nguvu kiasi gani? Ndio hivyo ama sivyo? Imekuja aya inaamrisha au inatoa makatazo, umeshamjua aliyetoa makatazo haya, sifa zake, moja kwa moja aya hiyo inakupelekea ukatazike. Imekuja aya inataja sifa za watu wa peponi, umekwisha mjua huyu anatangaza kwamba mwisho wenu nitakusimamisha, ila Allahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Inataka uzingatie, uisome hiyo aya. Kwa Allah ndiyo marejeo yenu, atakupeni habari yote mliokuwa mkiyafanya. Kama umeipitia aya hiyo kupata thawabu tu, hukuelewa chochote kilichosema, utastuka kama kuna habari ya akhera. Lakini kama uliisoma, marejeo yenu ni kwa Allah, akupeni habari yale mliokuwa mkiyafanya. Sasa kuna sifa za watu wa peponi, mimi nazitaka hizi. Umekwisha mjua huyo anasema kweli, wa wa'duhu alhaq, ahadi yake ni ya kweli. Umekuta aya inazungumza sasa sifa za watu wa motoni, umekwisha mjua aliyekwisha zungumza kwamba marejeo yenu ni kwake, si ndio hivyo? Na watu wa motoni wana sifa ngumu namna hii. Aya hiyo inakupelekea ujikinge sasa, usifanye. Umekwisha mjua sifa zake huyu. Umekisoma kisa cha watu waliotangulia, wameadhibiwa kwa kupinga hizi amri. Aya hizi au kisa hiki kinaniambia mimi nichukue tahadhari, si ndio hivyo? Lakini umekipitia kisa, hata habari huna katika kisa hicho, na misahafu ya tafsiri ipo, mazingatio yatakuwa hakuna. Hilo ndilo tunalotupungua sisi sasa hivi, imepungua kwetu sana hilo. Qur'ani sehemu kubwa inasoma kwa ajili ya watu kupata thawabu, na wakati sio lengo la Qur'ani yenyewe. Thawabu Mungu amezileta kihamasisho cha kuisoma na kuzingatia.
Tuko pamoja kwenye hilo? Ni makosa makubwa ikawa tutamaliza siku nzima au tumemaliza masiku kadhaa, hakuna kuangalia tafsiri hata kidogo ya aya unazozipitia, hata kidogo. Ni makosa makubwa. Pengine umekaa dakika 10 umepambana na aya inakwambia hivyo, ila Allahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kwa Allah ndio marejeo yenu, akupeni habari yote mliokuwa mkiyafanya. Hukuzingatia hiyo, umesema sadaqallahu alazim, umefanya hivyo, umeondoka zako. Ala, hapo pana shida hapo. Jamani, natoa tanbihi, tusikose misahafu ya tafsiri majumbani, tusikose kuangalia kwenye simu zetu, nazo pia zina uwezo wa kutupa tafsiri ya aya tunayoitaka. Tuangalie vile, tukipitia aya upitie, usiwe na haraka sana, pitia 2 3 umesoma Qur'an, alafu ukaziangalia tafsiri yake, utamjua Allah anachokizungumza na anataka nini kwako. Tutaweza kumuitikia vizuri huyo anayetoa hizi amri, kwa sababu Allah anasema afala yatadabbaruna alquran ama ala qulubin aqfaluha, hivi hawaizingatii Qur'ani ama kuna vifungo kwenye mioyo yao ambavyo vinazuia isiingie? Hakuna. Mungu amefanya vitu vinaweza kupokea. Masikio yanafanya kazi, macho yanafanya kazi, miili inafanya kazi, mioyo inapokea, akili zipo. Kwa nini tusifanye mazingatio? Hizo ndio nasaha zangu kwa leo inshallah. Tusikose msahafu wa tafsiri, tusikose kupitia aya. Kama tulikuwa tuna haraka, saa hizi umezisoma 10 15 ukaona umeondoka zako, hebu pata muda mwingine, zile aya 15 unazozipitia zinatoa ujumbe gani? Ukiangalia tutakuwa tunakwenda vizuri. Kinyume cha hivyo jamani, tutakuwa tunasoma Qur'ani kwa kupata thawabu. Naeleweka tunaposema kusoma Qur'ani kwa kupata thawabu, kwamba tumehamasishwa tusome Qur'ani tupate thawabu, na ni kweli tutapata thawabu. Thawabu kwa kusoma ni kweli nyingi sana, mpaka Mtume akasisitiza alif lam mim, sio kulipwa mara 10 kwamba ni herufi moja. Hapana, alifu utapata mara 10, lam mara 10, mim mara 10. Unaonaje? Si thawabu nyingi hizo? Lakini uendelee kujua ujumbe ni nini. Allah atujalie kuwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.